Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunao tena furaha kubwa sana kuungana nawe mtazamaji na msikilizaji katika somo letu hili tena. Karibu sana kwenye channel hii ya Mabongisi. Karibu sana kabisa, ungana nasi katika vipindi vyetu. Leo tunakuja na kipindi ambacho kinaitwa ni maswali na majibu. Kipindi ni maswali na majibu. Maswali na majibu katika kipindi ambacho kinaitwa matumizi ya pato ya kanisa. Matumizi ya pato ya kanisa, unajua ni zaka na sadaka. Sasa tutakuja na swali tuje na jibu, tuje na swali tuje na jibu. Kwa hiyo basi tunaomba Mungu kwa kuendelea na somo. Karibuni sana. Asante Mwenyezi Mungu, naye kama mahali pa kuinuka, tunaleta shukrani kwako muda huu, kwa kuwa umetulinda, umetufanikisha. Wengi wetu wamepotea, hawako tena juu ya uso wa nchi, lakini sisi bado tu hai pamoja na msikilizaji na mtazamaji. Baba wetu, jina lako litukuzwe. Twaja mbele yako na unyonge, tunaomba Roho Mtakatifu atuguse. Tunaomba Baba, uvuvio wa Roho wa nguvu ya mbingu uweze kushuka katika somo hili na uweze kuwafikia watazamaji wetu, ili Baba watakapojigundua mahali walipo kusipostahili, kila mmoja atengeneze na mwisho wapate uzima wa milele. Tunaomba machache, bariki kwa mengi, katika jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Yes, ni pamoja na somo ambalo linasema ni matumizi ya pato ya kanisa, yani zaka na sadaka. Muna maswali na majibu. Katika somo hili muna maswali na majibu, muna maulizo na majibu. Matumizi ya pato ya kanisa, yani zaka na sadaka, ndo mada tulionao muda huu, na kualika wewe mpendwa ambaye ili uweze kuungana nasi katika awamu hii au katika nyakati hii au katika muda huu, tuweze kugundua nini kilichomo katika maandiko matakatifu. Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana, sura yake ni ya 1, halafu mlango wa 3 ama aya ya 3. Heri asomaye na wao wasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heri yule anayesoma, heri yeye anayesikia. Blessed is he that readeth. Heri kwake yeye anayesoma na heri kwake yeye anayesikia. Wale wanaosikia maneno ya unabii ambao umeandikwa katika kitabu hiki. Heri yule anayesoma na wale wanaosikia maneno ya unabii ambayo yameandikwa katika neno la Mungu. Heri kwako dada, heri kwako mpendwa, kama unakubali kujifunza Biblia, unakubali kusoma Biblia, unakubali neno la Mungu. Mungu anasema heri kwako. Katika kipindi chetu matumizi ya mapato ya kanisa, yani matumizi ya zaka na sadaka, karibuni kwako, sababu kila neno la Mungu liko wazi. Yes, kila neno la Mungu liko wazi. Kwa nini? Sababu ili mwanadamu aweze kuamini, aweze kugundua, aweze kuchagua, aweze kuelewa, aweze kupambanua kati ya uongo na ukweli, na afuate njia sahihi. Mungu akubariki sana. Anasema heri ni kwa watu hawa, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo. Heri kwako ikiwa unasoma Biblia. Heri kwako kama unafuasa na kutii maneno ya unabii. Heri kwako kama unayatii. Unajua kuna wale wanasoma, ndiyo, kuna wengine wanasoma kabisa, lakini hawataka kufuasa walioyasoma. Kuna wengine wanasoma, hawataka kutii walioyasoma. Kuna wengine wanasikia vinavyosomwa ndani ya Biblia na vitabu vya unabii, lakini hawatii wanavyovisoma. Hao wote wameenda hasara, wameona hasara. My Lord, hao wote wamehomba, wamepoteza, wamelose. They are losing their time. Ni kwamba wanapoteza muda wao,
Why? Ni kwa sababu ni moja, hawalisome neno la Mungu liwaelekeze wafanye nini. Hawalirejelee neno la Mungu liwaambie wakiache hiki wakifuate hiki. Reason why baraka za Mungu hawawezi kuzipata kamwe. Ndo sababu neema ya Mungu kwao imewapungukia, sababu wengine wanasoma. Hata nimesoma kitabu cha unabii, my dear, my follow, ni kwamba nyinyi ambao mnatufuata na kutusikia, wapendelevu na wapendwa wetu, nilisoma ya kwamba wengi unapowaambia mambo ya unabii, unapowaambia maswali magumu ya ndani ya maandiko matakatifu, wanakuambia hayo maswali usitusumbue nayo, ni ya mapasta. Wanakuambia maswali hayo usitusumbue nayo, ni ya wachungaji. Wanakuambia maswali hayo sio yetu, ni ya hao mariverend ambao wamesomea, wamehitimu vyeo, yani wana shahada za theolojia. Ndo maana heri kwao imepungua. Mama, baba, kijana na msichana, na kualika kwa muda huu usikie ya kwamba kumbe neno la Mungu ni wazi. Heri ni kwa yule anayesoma, heri ni kwa yule anayeshika, heri ni kwa yule anayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kuna wengine ambao shetani ametega mitego, kawambia huwa wanasema ya kwamba Biblia ni kama vijitabu vingine. Hacha ni kijitabu, yani ni kitabu kawaida, simple book. No, sio kitabu ambacho, bali unapoendelea kusoma neno la Mungu, wanakwambia ya kwamba neno la Mungu kwa kweli ni la Mungu, lazima tulifuase, lazima tulisikie, lazima tulitii, lituongoze, lituinue, na Mungu akusaidie sana. Unaposoma neno la Mungu, Biblia itakwambia nini? Katika waraka wa pili wa Petro, sura yake ni ya kwanza, sura ya kwanza fungu la 19 hilo. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mukiliangalia kama taa ng'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Bwana tusaidie sana. Duniani taa ya Mkristo ni neno la Mungu. Duniani safari ya kiroho, taa ya Mkristo ni neno la Mungu. Yani kinga ya Mkristo katika mafundisho ya uongo ni neno la Mungu, ni kusoma. Kinga ya Mkristo kwa mitego ya shetani ni kusoma Biblia. Kinga ya Mkristo katika zile shida ambazo niseme ya kwamba zimewatatiza wengi kutojua waamini lipi waache gani, soma maandiko, yatakuongoza. Soma Biblia, itakushauri. Soma Biblia, itakuelekeza. Tumia na kupenda sana roho ya unabii uweze kupambanua ukweli uko wapi. Ndio maana hapa nasema ni watu watatu: kusoma, kusikia na kushika yale yanayoandikwa. Unayashika? So ni katika hiyo mada ambayo inasema maswali na majibu, lakini katika matumizi ya zaka na sadaka, mapato ya kanisa, mapato ya kanisa. Hakuna kanisa ambalo halitowe. Unajua ya kwamba twende moja kwa moja nikwambie muhtasari, ni kwamba muhtasari au introduction yenyewe tu. Swali hili ni swala nyeti, linabishaniwa katika ulimwengu wa kidini. Swali hili narejea, linabishaniwa katika ulimwengu wa kidini. Ni swala nyeti ambayo kila mtu anapaswa kuijali. Matumizi ya zaka na sadaka, matumizi ya pato la kanisa, linabishaniwa katika ulimwengu wa kidini. Ni swala nyeti ambalo lazima kila mtu anapaswa alizingatia, alijali, ili apate ujuzi sahihi ndi wa mambo ya kiroho. Aamini vizuri, achague vizuri kweli, apate kujua, apate kutofautisha, ndiyo apate kutofautisha kweli na uongo, na mwishowe ajiokoe na aokoe wengine. Halafu Yesu atakaporudi apate uzima wa milele, auone ule utukufu, apate uzima wa milele. Ndio somo, msikilizaji. Watu wengi wanasema toa utabarikiwa, toa utabarikiwa. Ndiyo, ukimtolea Mungu na pesa zako zinamtumikia Mungu utabarikiwa.
lakini hata na kuita watu watowe ni kazi nzuri, ni kazi nzuri. Kama hayo matoleo, kama hizo sadaka, kama hizo naziri haitakuwa ya kujifaidisha kwa yule anayeitisha pesa hizo, kama zitafanya nini? Tunakuja na mada hiyo. Kama zitasaidia wajane na mayatima, hata na wageni. Wageni ni wale waliokimbizwa kwao, na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ndio inasimamia Mlawi. Tunakuja katika kipindi haya usidowe au usidowe, tunakuja na majibu. Ndio maana swala hili linabishaniwa katika ulimwengu huu wa kiroho, ndiyo, na kila mtu anapashwa kulijali ili apate ndiyo kujua ujuzi sahihi wa mambo ya kiroho. Aamini vizuri, aamue vizuri, achague vizuri, awe nuru duniani na apate kushiokoa na kuwaokoa wengine, Yesu atakaporudi amuone katika utukufu wake na apate ule uzima wa milele. Swali la kwanza katika mada yetu, tunakuja uwe makini. Tunakuja na swali la kwanza. Swala ambalo ni la kwanza. Wanatuambia tunauliza hivi, na wewe ujiulize pamoja na mimi ili tulete majibu pamoja tuchambue. Si Petro anatuambia ya kwamba tuna lile neno la unabii ambalo linang'aa kama taa katika giza. Mtafanya vyema mkilijali. Tena anatuambia hili neno linang'aa kama giza, ling'ae katika moyo wangu, ling'ae katika moyo wako, liweze kukusaidia sana. Wanasema nini? Wanasema mpaka wakati litaondoa giza, kuondoa giza. Ukiwa na lile neno lililo imara, kuliangalia ni kulijali, linang'aa kama taa mahali penye giza. Mahali penye giza ni ndani ya mioyo ya watu, ni ndani ya imani za watu, ambao watu leo wanaamini kinyume na alivyosema Mungu. Tumeenda, swali la kwanza linasema hivi: kanisa la Mungu aliye tajiri, nalitunga hivyo, kanisa la huyu Mungu aliye tajiri, asiyepungukiwa na kitu. Mama nisikii swali, kanisa la Mungu aliye tajiri, asiyepungukiwa na kitu chochote, kweli au kwa kweli, ndiye ambaye ameagiza watu wamletee zaka na sadaka? Ndio swali la kwanza. Kanisa la Mungu aliye tajiri, Mungu aliyeumba mbingu, Mungu aliyeumba dunia, Mungu aliyemfanya mwanadamu, Mungu aliyekuumba wewe na mimi, milima na vilima, ng'ombe na mbuzi, kondoo, kuku na mengi na kadhalika. Huyu Mungu, kanisa kama ni lake, ni yeye ambaye ameagiza watu wamtolee zaka na sadaka. That is my question. Hiyo ndiyo swali yake. Sasa ma question, wanasema nini? Tulete majibu haraka sasa, ili tuendeshane kwa pamoja katika kulisoma neno la Mungu. Kweli Mungu anatuambia nini? Yeye ndiye aliagiza watu wamletee zaka na sadaka. Ndiyo, kitabu ni cha Malaki. Jibu ni ndiyo. Kitabu ni cha Malaki, sura ni ya 3, aya ya 10, fungu la 10. Leteni zaka na sadaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawamwagia, kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Ni Mungu aliyeagiza. Ni Mungu aliyeagiza. Ndiyo, ni Mungu aliyeagiza watu wamletee zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Zaburi 90 what? Hebu tuone kama ni 96, 96, lije fungu la 8 tuone kama ni yenyewe. Psalms, Zaburi 96 fungu la 8. Mpeni Bwana utukufu wake, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mkazingie nyua zake. Ndiyo, kuenda katika nyumba ya Mungu, katika kanisani. Ukienda kanisani kumwabudu, mkutanoni,
Mkutanoni kabisa, ukienda pamoja na watu wa Mungu, Wakristo hawa na wale wakija ndani ya mkutano mbele za Bwana kanisani, lazima Mungu aliyewalinda wiki yote, Mungu aliyefanikisha shambani, Mungu aliyefanikisha biashara, Mungu aliyefanikisha afya, uhai wenu, Mungu aliyekulinda barabarani, Mungu aliyekunusuru kwa magonjwa sugu, kwa magonjwa sugu au magonjwa mabaya makali, yani lazima umletee sadaka. Ukiwa umefaidika, leta zaka. Na anasema muone ya kwamba sitawamwagieni mibaraka yangu na nyinyi musipate nafasi ya kutosha kuweka hizo baraka. Hili nielewe vizuri. Mchungaji au mhubiri akiitisha zaka, akiitisha sadaka, kama ni za kufanya ile kazi ya Mungu, ule mpango ambao Mungu ulimfanya aitishe zaka na sadaka, mchungaji anafanya kazi ya Mungu vizuri. Lakini kama naitisha kwa ajili ya kujinufaisha, kwa ajili ya kununua naye duka, kwa ajili sijua ya kufanya nini, yaani ya kujitafutia gari la kifahari, kwa ajili ya, haujafanya kazi ya Mungu. Haujafanya kazi ya Mungu. Lazima ukumbuke ya kwamba Isaya 1:17-18 kwamba wachungaji wengi kuhusu swala la zaka na sadaka, haki ya wayatima wamenyimwa. Wajane na mayatima wamenyimwa haki yao kuhusu nukta ya zaka na sadaka, mali ya kanisa au pato la kanisa. Ndio maana mpendwa mtazamaji, mpendwa msikilizaji, mada yetu ni matumizi ya mapato ya kanisa, yaani zaka na sadaka. Lazima zitolewe. Hilo tumelijibu tayari. Mungu akubariki sana. Hilo limetoka vizuri. Kama kumbe lazima watu watoe zaka, walete zaka wanapofaidika. Lazima watu walete sadaka kwa Mungu wanapoenda kanisani. Hata na sadaka za shukrani, matoleo ya hiari, naziri za Mungu. Kuna namna ulisema, Mungu kanipitisha katika njia hii, mimi nitakufanyia jambo fulani. Uliponusurika au kumkumbuka tena Mungu. Sio vizuri. Usiwe wadeni mbele za Mungu. Hapana. Ndo hivyo, Mungu ndiye aliagiza aletewe zaka na sadaka. Swali hili limejibiwa, lakini kabla sijavuka, anasema nini? Timotheo huyu Paulo anamwambia haya mambo yafuatayo ambayo ningependa nayo tuyasome kwa usikivu mwema. Anasemaje katika kitabu cha Timotheo? Anasema 3:14-15, na kuandikia hayo nikitaraji kuja kukuona hivi karibuni, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Upate kujua jinsi iwapasavyo watu kutenda katika nyumba ya Mungu. Hiyo nyumba ya Mungu nini? Iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Si ndio? Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo afanye mambo kama na hayo. Anasema lakini nikikawia. So kumbe inawezekana mambo ambayo lazima yafanywe ndani ya nyumba ya Mungu. Timotheo wa kwanza sura 3 fungu la 14 na 15. Na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibuni, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Na bila shaka Timotheo alitii haya. Katika ndani ya nyumba ya Mungu muna mambo ambayo lazima watu wajue yaendeshwe namna gani. Upate kujua jinsi iwapasavyo watu wa Mungu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Si jambo halali Mkristo kuamini na kutoa zaka na sadaka ambazo hajue zinafanya nini. Huo ujinga Mungu hauruhusu.
Useme kazi shauri yako ni kutoa tu, ni kutoa tu. Haujue kama ni za kwenda kufanya kazi ya Mungu gani, ni za kwenda kusaidia mjane gani na yatima. Lazima ujue kama ni za kusaidia wajane na mayatima, ni za kusaidia wakimbizi, wageni, ndio Kiswahili kinasema, watu ambao ni maskini. Ni za kusaidia maskini, sio za kujinufaisha, sio za mke wa mchungaji, wa reverend, wa bishop. Hapana, ni za kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haina uriti duniani. Ndio Mlawi leo, ndio Mlawi. Tuende haraka, tunakuja tu, bali ujue namna ikupasavyo kuenenda katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Tukiwa hapo, tunakuja na swala la pili. Ndiyo, zaka na sadaka ni kuleta ndani ya nyumba ya Mungu, asema Bwana. Malaki 3:10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni ninyi mibaraka hata isiwepo nafasi au la. Kumbe kutoa ni jambo halali katika neno la Mungu. Ni matumizi ya pato ya kanisa. Swala la pili linauliza hivi sasa, swali linauliza hivi sasa, ni maelezo gani ndiyo aliyoyatoa kuhusu zaka na sadaka? Ni maelezo gani Yesu aliyoyatoa kuhusu zaka na sadaka? Ni maelezo gani maandiko yanayatoa kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Zaka hizi zinatumika kwa namna gani? Tunasema na sisi zinatumika kwa namna ifuatayo. Maandiko yanatafuta yatueleze na kutuelekeza namna zaka inatumika kwa namna ifuatayo. Mtazamaji na msikilizaji, kipindi hiki ni kizuri sana, na naomba uombe kimoyomoyo ili uweze na wewe kufaidika. Kumbukumbu la Torati 14 halafu fungu la 28 wanatuambia nini? Zaka zitumike. Zaka hizi zinatumika namna gani? Zinatumika namna ifuatavyo. Wanasema hivi, zaka sio mshahara wala malipo ya mchungaji. Zaka sio mshahara wala malipo ya mchungaji, la, bali Mungu alisema yafuatayo katika hiki kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14:28. Mungu alisema hivi: kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10, leta maongeo yako ya mwaka huo, uweke ndani ya malango yako. Fungu la 29, na Mlawi kwa kuwa hana urithi wala fungu, mgeni, yatima na mjane. Hawa watu ndo wanasema sasa, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yako, katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Ndio matumizi ya zaka na sadaka. Wanasema ni takribani njia 4. Mlawi ni kazi ya Mungu. Huyu Mlawi alikuwa hana urithi. Unanifuata vizuri? Alikuwa hana shamba ambaye alipewa na mama wala baba wala jamaa yao. Mlawi. Sasa kinyume cha wachungaji wa leo, wengi wanasema sisi zaka ni za Walawi. Kumbuka kazi ya Mungu, zaka ni za Mlawi. Mlawi alikuwa hana urithi. Wewe hauna shamba kwenu, hauna urithi, hauna sehemu kwenu, ni ulizo kwako, na naomba jibu. Hauna urithi kwenu? Mbona unasema huko Mlawi? Na Mlawi alikuwa hana urithi. Kinyume, Biblia imetuambia heri asikiae na kushika na kutenda yaliyoandikwa humo ndani ya unabii. Hapo kabisa, wachungaji ndugu zangu, si sahihi. Huwa mnaongea kisichoandikwa, na lazima muongee kinachoandikwa, sababu tunaenda ni wapi? Ni mbinguni, tunatafuta uzima wa milele. Barikiwa sana. Yes, matumizi ya zaka, matumizi ya sadaka, matumizi ya mapato ya kanisa ni njia 4. Kwanza ni Mlawi. Mlawi ni kazi ya uinjilisti, kazi ya Mungu.
Pili ni na tena 2 ni atakaye saidiwa na hizi na hili fungu la 10 au zaka, atakaye saidiwa na hii sadaka inayokuja ghalani kanisani, ndani ya ghala ya kanisa, ni mgeni. Yule ambaye amehamishwa, wamefukuzwa, vita vimekuja, mafuriko yamekuja, nyumba zao zimeporomoshwa, sijue nini. Wale watu wenye wamekimbia, wamekuwa vibaya, ndo ghala ya kanisa iangalie iwasaidie. Amen. Hatua ya 3 ya matumizi ya pato ya kanisa, sio ya suti ya mchungaji. Sio ya suti ya mchungaji kukununulia. Na wewe kama ni maskini usaidiwe kama maskini wengine, sababu na wewe ni mwana wa Mungu. Na dikoni kama ni maskini asaidiwe, ni mwana wa Mungu. Na mwimbaji kama ni maskini asaidiwe, ni mwana wa Mungu. Na mtume apotre kama ni maskini asaidiwe, ni mwana wa Mungu. Lakini kufuatana na maandiko matakatifu, matumizi ya hiyo. Ninakuletea hili andiko: na Mlawi ndiyo, na mgeni; 3 yatima; 4 mjane. Na basi hayo ndiyo matumizi ya zaka na sadaka. Maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba kwa uelewa zaidi, yani tusome kitabu cha Matendo ya Mitume kwa uelewa zaidi. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 6. Fungu la 1 tuendelee. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko kati ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa. Wajane walisahauliwa. Ndani ya kanisa lenu ni je, hawajasahauliwa? Na sio kusema neno wajane, ni yule mjane ambaye naye hajiwezi. Unajua kuna wajane wamebarikiwa. Kuna wajane wamebarikiwa kabisa. Amepata, ndiyo, amefiliwa mpendwa wake, ni hasara. Hatuwezi hata kusema fidia yake ni nini. Lakini mume au mke, mpendwa wako hajakuacha aende na shamba, aende na gari, aende na ng'ombe, aende na kila kitu, ameviacha duka na nini. Hiyo ndio baraka ninasema, mama au baba. So kama unajiweza, sijasema kama wewe usaidiwe na mfuko wa kanisa, bali ni wale ambao nao ni wajane lakini maskini wenye hawajiwezi. Neno la Mungu linasema hivi. Wajane walisahauliwa. Kwa nini? Wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale senashara au wale duze, wale 12, wale senashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakachagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmanea na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume. Na walipokwisha kuomba na kuweka mikono yao juu yao, wakaweka mikono juu yao. Kazi ya hawa 7 ilikuwa ni ya kujali maskini wa kanisa, wajane wa kanisa, yatima wa kanisa, ili kazi ya Mungu iweze kufanikiwa au kunawiri au kusonga mbele. Mungu atusaidie sana. Lakini kanisa za leo nyingi na nyinginezo, huwa kabisa neno hili halina nafasi katika mahubiri yao. Ni katika matamshi tu, maneno tu, leta utabarikiwa, Mungu atabariki biashara, Mungu atakuongezea maisha, Mungu atakupa nafasi kwako kuzuri, Mungu atakubadilisha. Nani mwenye nataka Mungu ambadilishie maisha? Wakristo wote wanaweka juu, sababu kila mtu anataka usitawi. Lakini mpango wa mhubiri kuitisha zaka na kuitisha sadaka na kuitisha matoleo na kuitisha naziri, ili kazi ya Mungu iende mbele, sio kusudi aweze kukaa na kitambi kije, sio ili ale
kiu kiishe, yaani kila anacho. Hapana, ni haki ya mjane, ni haki ya yatima, ni haki ya maskini, ni haki ya mgeni katika hizo zaka na sadaka za kanisa. Kanisa lenu mnafanya hivyo? Kanisa lenu mnafanya hivyo? Mnasemaje nyinyi ni wanafunzi wa Kristo? Mnasemaje nyinyi mmejenga kwenye msingi wa mitume? Mnasemaje kama mmeokoka ili hali neno la Mungu mnalivunja wazi? Katika Wafilipi 3:18 wanasema Mungu wao ni tumbo, uharibifu na uwapate. Ukisoma kitabu cha Zakaria ndiyo. Kitabu cha nabii huyu Zekaria ndiyo 11 verses 3, 11:3 anasema hivi. 11:3. Hebu tuone kama ni penyewe. 11:3, sauti ya mchungaji ya uchungu mwingi, kwa maana utukufu wao umeharibika. Sauti ya ngurumo ya wanasimba, kwa maana kiburi cha Yordani kimeharibika. Mchungaji apige yowe kwa nini? Bwana Mungu wangu asema hivi, lisheni kundi la machinjo. Lord. This saith the Lord, my God, feed the flock of Sleughtha. Feed the flock of Sleughtha. Sikiliza, lilisheni kundi la machinjo. Why? Kundi la machinjo. Eti ulilishe. Sorry. Eti lilisheni kundi la machinjo, asema Bwana, ambalo wenye kundi hilo huwachinja kisha hujiona kuwa hawana hatia, nao wawauzao au wawauzishao, Kiswahili kingine nao wawauzao husema, na ahimidiwe Bwana, kwa maana mimi ni tajiri, na wachungaji wao wenyewe hawawahurumii. Mchungaji hana huruma kwa kundi. Asema Bwana, hapana asema mtu. Asema Bwana according your Bible, kufuatana na Biblia yako, asema Bwana. Ndio hivyo Mungu anasema. Wachungaji wanasema toa ubarikiwe, wahubiri wanasema toa ubarikiwe. Mtawaona kwa Agari, support kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni wewe. Support kazi ya Mungu. Endeleza, ni wewe ndio kazi ya Mungu. Biblia ndio inakuuliza. Yaani anasema wanasema ahimidiwe Bwana kwa sababu mimi ni tajiri. Wanatoa kuliko zifanye mambo maine. Zisaidie mjane, zisaidie yatima, zisaidie mgeni, mtu aliye hamishwa, sijue ni mafuriko, sijue ni moto iliunguza, sijue nyumba yake, sijue nini. Yani kuliko zisaidie kazi ya Mungu, kuhubiri kazi ya Mungu bila kulipwa mshahara. Hiyo ndiyo kazi wanakuambia ni ya Mungu. Lakini ukihubiri na unalipwa mshahara, wewe hautumikie Mungu, unatumikia mshahara. Kitabu kinasema ni Yohana 10 hadi 12. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. John chapter 10 up 11. 11 kitabu cha Yohana 10:11. Hebu niwaelekeze kwa fungu hilo msije mkalikosa. Wanasema hivi. Kwanza nianze na 9. John chapter 10 verse 9 kwenda hadi 12. Ndio wanasema mimi ni mchungaji, mimi ndimi mlango. Mimi nitasoma 12. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Mtu wa mshahara si mchungaji. Utaendelea na kusoma. Wewe kama unahubiri unasema ni kazi ya Mungu, lakini unalipwa mshahara. Haumutumikie Mungu, unatumikia wewe. Wewe ni mfanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Ni biashara tu, lakini usidanganye watu kiwaambia eti hii ni kazi ya Mungu na baada ya siku 30 utapewa mshahara. Petro hajatumika hivyo. Paulo hajatumika hivyo. Andrea hajatumika, Andrews hajatumika hivyo. Filipo hakutumika hivyo. Yesu hakutumika hivyo. Mitume wake sanashara hapana. Wanafunzi 70 hapana. Kanisa kwenye uwanja wa mitume hatufanye neno kama na hilo. No. Hapana. Ndio maana anasema hawa mashemasi 7 walichaguliwa ili waweze kuhudumia
wahitaji wa kanisa. Sasa leo kazi ya mashemasi imepindishwa. Imepindishwa. Wengine ni wakufagia kiwanja cha kanisa, ni wakuweka viti vizuri, ni wakudeki kanisani, ni wakung'oa na kusafisha ule ukuta wa kanisa, ile fence, ule ugo. Yaani hakuna pesa za Mungu, matumizi ya pato ya kanisa ndani ya kanisa lako lazima yaendeshane na maandiko matakatifu, asema Bwana Mungu tena wa majeshi. Hapo ndo lilikuwa swala la pili. Nikiwa naenda haraka sana, niulize swali la tatu. Changamoto gani zilizojitokeza katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Huenda Kiswahili kisije kikakuia kigumu. Wanasema changamoto ni shida, ni obstacle. Vizuizi gani, ugumu gani ambao ulijitokeza katika Agano la Kale wakati Walawi walikuwepo? Katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya zaka na sadaka ulikuwepo ugumu gani? Lazima tutembee polepole katika kipindi cha matumizi ya zaka na sadaka, yani ya mapato ya kanisa katika makanisa ya leo. Ndola ukweli wa Mungu ni kama moto unao teketeza, ni kama upanga. Lakini mtazamaji, mimi ninakualika usifuate sauti, usifuate umbo. Wewe fuata neno la Mungu tunaloliongea likusaidie, because baada ya hapa utaweza kupata uzima wa milele kama unatii na kuamini. Lakini ukaendelea kuvuruga mafikiri yako, kama hautaki kusikia, walikutangulia Walawi, leo ndio wakawa makuhani, leo hawako, na Mungu aliwanyang'anya kazi akaipatia wengine. Sure. Mungu aliwanyang'anya kazi akaipatia, akawapa watu wengine. Makuhani, Mungu aliwanyang'anya kazi. Let us go on. Wanasema hebu tuendelee mbele kidogo. Ni shida gani, ni ugumu gani uliojitokeza katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Kitabu ni cha Kutoka. Yes. Kitabu ni cha Kutoka 22, tuone kama ni penyewe. 22:21. Tuanze tusikie kwanza kauli ya Mungu. Usimwonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. Do you understand? Unafuata vema? Usimtese mjane, usimtese mjane aliyefiwa na mumewe, wala huyo aliyefiwa na mkewe, wala mtoto yatima naye usimtese. 23:23. Ukiwatesa watu hao, mjane, yatima, mgeni, ukiwatesa watu hao, ndiyo katika neno lolote. Pastor nisikize, mhubiri nisikize, msikilizaji fuata. Ukiwatesa katika neno lolote, liwe few, dogo sana, ama kubwa, big, usiwatese katika neno lolote. Nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane, na watoto wenu watakuwa wayatima, asema Bwana. Ugumu kwa swali la mswalisaji tuliokuwa tumeswalisha ni kwamba ugumu uliojitokeza katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya pato ya kanisa ya zaka na sadaka ulitokana na shida tatu. Walawi walijijua, lakini wakasahau mgeni, wakamuonea, wakasahau mjane aliyefiliwa, wakasahau yatima, na Mungu akawafukuza, akawaondoa kazini. Out. Tusome kama Mungu aliwafukuza. Ndiyo, katika kitabu cha, nione kama nitapapata karibu. Mungu hata kama nasisomi walau, kwani Walawi wangali wanachapa kazi, haiwezekani. Pana.
Kwa habari za zabihu na matoleo, Hosea 8:13. Kwa habari za matoleo na za zabihu na za matoleo yangu, hutoa zabihu ya nyama na kuila, lakini Bwana hawakubali. Sasa atakumbuka uovu wao na kuwapatiliza dhambi zao, watarudi kwenda Misri, asema Bwana. Ni kusema ya kwamba katika habari za matoleo katika habari za matoleo Mungu anasema ya kwamba wao wanatoa zaka ili wenyewe wajinufaishe. Zekaria, kitabu cha Zekaria 11:8 wanatuambia nini? Lakini Bwana hakubali hayo, wala hayo hayakubali, kwa sababu zaka na sadaka pale zilikuwa tena hazimtumikie Mungu. 11:8 Zekaria 11:8, nami nikawakatilia mbali, put away, kufukuza, nikawakatilia mbali wachungaji 3 katika mwezi mmoja, maana nafsi yangu ilikuwa imechoka nafsi yangu ilikuwa imechoka kwa ajili yao, na nafsi zao pia walinichukia kunena ya uongo. Unajua 13:8-13 kitabu ni cha Hosea, wanasema nini? Ole wao kwa kuwa wameenda mbali nami. Hosea hiyo ni 7:13. Hosea 7:13. Ole wao kwa kuwa wamenikimbia, uharibifu na uwapate, kwa kuwa wameniasi. Ndiyo, wameniasi, ingawa nalitaka kuwakomboa, hata hivyo wamenena uongo juu yangu. Mwezi mmoja Mungu amefukuza wachungaji 3 kwa mwezi mmoja. Sababu gani? Wao walikuwa hawamtaki Mungu, nami nikawakatilia mbali wachungaji 3 mwezi mmoja, maana nafsi zao zilikuwa zimechoka, ilikuwa imechoka kwa ajili yao, na nafsi zao pia walikuwa wamenichukia. Hao wachungaji 3 ni wafalme, ilikuwa kundi moja la kifalme, ni manabii, ndio, na makuhani. Hao ndio Mungu alisema out, mwende mbali na mimi, asema Bwana wa majeshi. Ndio maana kuhusu changamoto iliyokumbana, changamoto ambayo changamoto iliyoonekana katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya zaka na sadaka, ni kwa kuwa walisahau kuwapa wajane haki yao, na yatima haki yao, wala na nini tena, na mgeni haki yao. Mungu akasema ya kwamba hawa watu, Isaya 1:17, hawa watu ambao wananyima yatima haki yake ni watu gani mbele za Mungu? Tena wanaambiwa hivi 1:17, jifunzeni kutenda haki, nyinyi wafalme, nyinyi manabii, nyinyi makuhani, nyinyi jifunzeni kutenda haki. Kwa nini? Jifunzeni kutenda haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mpatieni yatima haki yake, mpatieni yatima haki yake. Inasomwa na nini tena? Mteteeni mjane. Unapoendelea kusoma unasikia ya kwamba basi mambo ya wajane na mayatima wanasema nini katika neno 23, Ruka tu chapter 1:23, Isaya wanasema hivi: wakuu wako ni waasi na rafiki za wezi, kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo. Hufuata nini jameni? Malipo. Hawampatii yatima haki yake chini, wala maneno ya mjane hayawawasilie. Si Mungu anasema hivyo? Si ni kauli ya Mungu ndani ya tempo yenu sasa ndani ya kanisa lako au lenu kwenye unakoabudia? Kama mambo haya hayana unajua watu leo wanaleta sarakasi, wanaleta vituko, wanaleta, naweza kusema ni desturi za kila aina. Kanisa liko na jobs nyingi au shughuli nyingi. Mali ya kanisa lazima nayo watu wajue inaelekea wapi, inatenda namna gani. Mali ya kanisa sio jambo la siri mpaka shemasi kwenye uwanja wa mitume alichaguliwa wao ndio wao wahazini.
wa mali ya kanisa, na kwa kuwa wao ndo wana Roho Mtakatifu, wana akili, wana uvio wa nguvu ya Mungu, wana uongozi wa maandiko matakatifu, lazima wajue hawa wanahitaji nini. Yule mjane huko, huyu yatima pale, yule mgeni aliyehamishwa kwake, aliyefukuzwa, sijue na kazi ya Mungu inahitaji nini. Lakini hapana pastor kusema hiyo ilitolewa, hiyo ni yangu, usisubutu kugusa. You cannot see there. Hapana, as pastor hamuruhusiwe kunena hivyo. Bali ukiwa maskini kama wengine unaruhusiwa kusaidiwa, lakini haiko haki yako ambayo kusema ya kwamba zaka, sadaka hili ni eti matoleo ya pastor. Imeandikwa wapi? Walawi ambao walikuwa ndani, makuhani ambao walikuwa ndani, wafalme ambao walikuwa ndani na nini tena, na manabii, wale watu wamefukuzwa kazini, Yesu akaipeana kwa wengine. Tutaendelea katika kipindi chetu cha maswali na majibu. Unajua kama ni maswali na majibu huwa huweki nukta ya mwisho. Kwa kweli kabisa. Tuendelee kidogo katika swali hili kuhusu changamoto. Changamoto gani zilizojitokeza katika Agano la Kale kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Wajane walinyimwa haki yao, wahitaji walinyimwa haki yao, ndo wageni maskini walinyimwa haki yao, hata mayatima walinyimwa haki yao, Walawi wakashijali tu. Kwa hiyo Mungu akawafukuza wafalme, kawafukuza makuhani, kawafukuza manabii out, sababu ya kosa hilo. Mapasta wa leo jali sana somo hili. Wachungaji wa leo jali sana somo hili. Mashemasi, nyinyi mliteuliwa kanisani. Kwa kweli mnafanya hiyo shughuli ambayo iliwafanya mitume wa kanisa la kwanza kwenye uwanja wa mitume, Matendo ya Mitume sura 6, hilo tulisoma. Kwa kweli mnafanya hiyo shughuli hivyo au nyinyi ni mabunifu? Mungu akusaidie sana. Katika somo hili la maswali na majibu, naomba tuweke nanga, tuweke nukta, tuweke tamati. Tutaendelea katika kipindi kijacho. Sababu ni moja tu, ni kwamba lazima tusonge mbele, tujiulize ni nini kinachoendelea. Na katika kipindi kinachokuja tutaendelea na swali ambalo lilaine. Swali la 4 tutaendelea nalo ambalo linasema Yesu alipoanzisha kanisa katika Agano Jipya alitoa maelezo gani kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Kipindi cha pili. Karibuni. Yesu alipolianzisha kanisa. Tutaendelea na swali la 4 ambalo linasema Yesu alipolianzisha kanisa hapa ulimwenguni alitoa maelekezo gani kuhusu matumizi ya zaka na sadaka? Karibu katika kipindi cha pili, ukiendelea kutufuata kwenye channel hii Mabongisi. Usikose kufanya subscribe. Bonyeza hapo kabisa chini ambako unaandika unsubscribe, bali uweke subscribe. Ujiabone ili mahubiri haya, vipindi hivi tamu, vipindi vya afya, vipindi vya unabii, vipindi vya maswali na majibu, vipindi vya familia unavipata si pengine, ni hapa. Ukweli unaoponya ni hapa. Karibu sana katika kipindi cha pili ambacho katika awamu ya pili ambayo itatangulizwa na swali la 4 linalosema Yesu alipoanzisha kanisa hapa duniani alisema nini kuhusu matumizi ya zaka na sadaka. Nambari unaweza kuzipiga kwa utupate by WhatsApp ni 084 084 35 25 44 halafu 5. Kama uko mbali weka plus 243 afterward weka 84 35 25 44 after 5 mwisho. Ni kama wewe uko mbali weka plus 243 84 35 25 44 et 5 à la fin. Barikiwa sana mtazamaji na kipindi hiki. Unaweza tuandikia by WhatsApp. Usikose kubonyeza hapo ili uwe mafundisho kama na haya ya siku kwa siku. Tumesimama tuweke ule ukweli bayana
ili mtu ajichagulie. Mungu akubariki, akuwezeshe katika kipindi hiki cha maswali na majibu kuhusu matumizi ya mapato ya kanisa, yaani zaka na sadaka. Lazima tuelewe ni nini maandiko matakatifu inatueleza kuhusu matumizi ya zaka na sadaka. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.